yangu Yesu, kwa gharama ya mauti, huo msamaha, huo msamaha, Yesu makofi mazuri kama unaweza. Najua unaweza zaidi ya hapo. Mpe Yesu makofi mazuri. Praise, msiondoke. Msiondoke. Angalau dakika chache tena. Tunatamani kupata nafasi ya kuomba. Kwa hiyo natamani wanisaidie angalau kuimba tena kile ambacho nasikia kikipiga kelele moyoni. And then tuweke agenda ile ya maombi ambayo tunayo, itusaidie kuomba kwenye zamu hii ya vijana kama mwongozo wa kanisa unavyoelekeza. Kwa hiyo natamani tena tupate nafasi kidogo ya wewe kuomba kwa uzito wa agenda iliyopo. Usiposikia na kuona uzito wake huwezi kuomba, lakini lazima uone na kusikia uzito wake. Mombe kinaomba unisaidie. Tumwambie tabibu, tumesikia habari zako, nasi tunatamani kuponywa na wewe. Wewe unaijua namna ya kutuponya, unaijua namna ya kuganga jeraha zetu. Tunatamani msaada kutoka kwako. Inua mikono yako juu, funika tena macho yako kwa dakika chache. Tumwambie tena maneno hayo. Wewe mponyaji. Yes Lord. Na mimi nimeona bora nije ili nikueleze tabu yangu. Come on brother. Nimesikia wewe mponyaji. Ponyaji. Na mimi nimeona bora ili nikueleze tabu yangu. Come on brother. Mwite kama daktari anayeweza kuganga mioyo yetu na jeraha zetu. Wewe mponyaji. Na mimi nimeona bora nije. Nimeona bora nije. Nimeona bora nije. Tabu yangu. Nimesikia Yes Lord. Ongeza sauti yako na kiwango chako cha imani. Onyesha ulivyo na haja na kwa ajili yako, kwa ajili ya jamii yako na kwa ajili ya taifa lako. Ongeza tena kiwango chako cha imani. Yeye ni mponyaji. Yeye ni tabibu tena wa kweli. Aliwaponya waliokuwa na haja ya kuponywa. Aliwaponya waliomwita. Tabu yangu. Yawe maombi yako, iwe ibada yako.
Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Uliponya Ninawi, uliwahifadhi Israeli katikati ya mapigo kwenye nchi ya Misri. Tabu ya nimesikia. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Yesu. Na mimi nimeona, nimeona ili nikueleze tabu yangu. Anawaganga moyo waliovunjika moyo, anaponya jeraha. Yeye sio mtu ataseme uongo, wanadamu atachute. Yeye ametukuza ahadi yake kuliko jina lake. Tabu yangu, ongeza tena kiwango chako cha imani. Ongeza tena kiwango chako cha imani. Ongeza tena kiwango chako cha imani. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, wataomba, wataacha njia yao mbaya, mimi nitasikia kutoka mbinguni juu, nitaponya nchi yao, nitaponya nchi yao. Nimeona bora nije, nimeona bora nije, nimeona bora nije. Unaweza kuinua kiwango chako cha imani. Mungu anayetafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Nikipata mtu mmoja aliyesimama, nitaiponya hiyo nchi, nitairehemu hiyo nchi. Aliyesimama mahali, aliyesimama mahali, aliyesimama mahali, haangalii wingi, anaangalia mtu. Na kama Musa mteule wake asingelisimama kama mahali palipobomoka ili kuizuia hasira yake, asije akaangamiza, asije akaleta mabaya. Tunatamani rehema na neema viwe juu yetu. Tunatamani rehema na neema viwe juu yetu. Yes. Tabu yangu, inua tu mikono yako, sema maneno haya. Ruhusu moyo wako useme na Mungu wako. Ruhusu moyo wako useme na Mungu wako. Ruhusu moyo wako umimine machozi na maombi yako kwake. Let your heart pray. Acha moyo wako uombe. Acha moyo wako uombe. Acha moyo wako uombe. Acha moyo wako uombe. Aje kama mponyaji, aje kama tabibu, hatukange moyo, aponye jeraha zetu. Baba, haja yetu ni wewe uwe mponyaji kwetu. Haja yetu ni wewe uwe tabibu kwetu. Haja yetu ni wewe unayetustahilisha pasipo kustahili. Utusaidie tena, wala usituhesabie uovu na dhambi yetu, maana ukituhesabia hatuwezi kusimama. Ila kwako kuna rehema na msamaha, ili upate kuogopwa. Na wewe uliyesema agano lako nao lilikuwa agano la uhai na agano la uzima, ukawapa ili wakuogope, wakakuogopa, wakalicha jina lako.
ndicho tunachotafuta, agano la uhai na agano la uzima lililofichwa ndani ya rehema zako na neema zako liwe tena juu yetu. E Bwana, utugange moyo, uponye jeraha zetu. Baba, tunakuomba fufua kazi yako katikati ya miaka, turejeshe ile miaka ambayo ni miaka ya uponyaji, ni miaka ya kugangwa mioyo. Turejeshe, ndicho tunachotafuta kwenye hii madhabahu. Waponye ndugu zetu, ponya rafiki zetu, waponye ambao nafsi zao zimeinama, ponya ambao miili yao imeguswa. Ndicho tunachotafuta kwenye madhabahu yako, kama ilivyokuwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro, hata akaachiliwa, mauti haikumpata. Ndivyo ambavyo e Bwana, tunaomba kwa bidii kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya familia zetu, ili ziponywe, ili ziuishwe, na nyakati na majira mapya yatokee tena. Wala usitunyime rehema na kweli, wala usizuie rehema na kweli katikati yetu, katikati ya ardhi yetu. Utukumbukie rehema na kweli katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Pe Yesu makofi mazuri. Unaweza kufanya zaidi ya hapo, mpe tena Yesu makofi mazuri. Naomba tukae kwenye uwepo wa Mungu wetu. Tunamshukuru Mungu kwa jioni nyingine ambayo ametupa. Jana ilikuwa ni siku yetu ya kwanza ya mfululizo wa maombi haya ambayo ni ya kutafuta uponyaji kutoka kwa Mungu wetu. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa vijana. Mungu awabariki sana. Tungemshangilia Mungu sana kwa ajili ya hii nizamu ya vijana. Na tuna mambo machache ya kuzungumza kabla ya kuingia kwenye maombi, kwa sababu kinachotusukuma katika zamu hii ni kuomba. Tazame jirani yako, mwambie kuomba kwake mwenye haki kufaa sana akiomba kwa bidii. Mwambie na mtu mwingine tena, kuomba kwake mwenye haki kufaa sana akiomba kwa bidii. Bidii ni zaidi ya kawaida, zaidi ya mazoea, zaidi ya kipimo ulichojiwekea. Kwa hiyo matokeo ya maombi yanategemea pia bidii yako. Mwambie jirani yako, matokeo ya maombi yanategemea pia bidii yako. Sio kasema tu najisikia tu kwamba nimeshaomba. Unapaswa kuweka bidii. Neno ambalo tumepewa ni lile ambalo lipo kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 17. Yeremia 30:17. Maandiko nasema, kwa maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako. Kuna mambo mawili pale, kurudishiwa afya na kuponywa jeraha. Naomba nirudie tena, kurudishiwa afya na kuponywa jeraha. Asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Tasoma tafsiri nyingine, tafsiri ya New Living Standard. Anasema kwenye mstari huo huo, angalau niweke kwa uzito tena kidogo ili tuone tena pamoja. Kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 17, alafu tuweke ajenda chache za maombi. Nitakurudishia afya yako na kuponya maumivu yako, japo wamekuita aliyetupwa, mji usio na watunzaji. Nitakurudishia afya na kuponya jeraha zako, na kuponya jeraha zako. Kwa nini? Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, mji usio na watunzaji. Lakini fungua tena pamoja nami kitabu cha Nehemia mlango wa 9 mstari wa 28. Nehemia 9:28. Lakini walipokwisha kustarehe walitenda mabaya tena mbele zako, kwa hiyo ukawaacha katika mikono ya adui zao, nao wakawatawala. Hata hivyo waliporejea
Hata hivyo waliporejea na kukulilia, uliwasikia toka mbinguni, ukawaokoa mara nyingi, ukawaokoa mara nyingi, ukawaokoa mara nyingi kwa rehema zako. Walipostarehe, walipofanikiwa, walipostawi, walikutenda mabaya. Hawakukumbuka wema wako, hawakukumbuka uaminifu wako, na wewe ulichokifanya uliwatia kwenye mikono ya adui zao, nao wakawatawala. Hata hivyo waliporejea na kukulilia, uliwasikia toka mbinguni, ukawaokoa mara nyingi kwa rehema zako. Kwa hiyo tunachotafuta kwa Mungu leo ni rehema zilizobeba uponyaji wa jeraha na uponyaji wa miili ya watoto wa Tanzania. Naomba nirudie tena. Tunachotafuta leo ni rehema zilizobeba uponyaji wa jeraha, kwa maana ya mtu wa ndani aliyeumia, kwa maana ya mtu wa ndani aliyepata shida, kwa maana ya mtu wa ndani aliyekata tamaa, kwa maana ya mtu wa ndani aliyechoka. Lakini pia uponyaji wa nje kwa wale ambao miili yao imepata shida. Kwa hiyo hatuanzi kushughulika na jeraha za nje kwenye maombi yetu, tunaanza kushughulika na jeraha za ndani. Hatuanzi kuombea jeraha za nje, tunaanza kuombea jeraha za ndani. Kwa namna ipi? Kwa sababu mazingira yalipobadilika na msimu mpya ukatokea, hakuna ambaye alikuwa amejiandaa kwamba nitapokea kilichotokea. Kwa hiyo wengi ni kama wana hasira na Mungu, ni kama wana ugomvi na Mungu, na swali wanalojiuliza, kwa nini uliruhusu? Ulikuwa wapi? Mbona hukutusaidia? Mtu mmoja akasema, lakini niliomba sana na nilipata nafasi ya kuombea nchi. Kwa nini Mungu aliruhusu aliyoruhusu? Kwa nini Mungu hakuingilia kati? Kwa nini Mungu? Kwa hiyo mtu wa ndani anapopata shida, mtu wa ndani anapoumia, mtu wa ndani anapoteseka, mtu wa ndani anapokata tamaa, ni ngumu sana kuendelea kumwamini Mungu uliyekuwa naye. Ni ngumu sana kuendelea kumtumaini Mungu uliyekuwa naye. Na inawezekana katikati ya majeraha majina mengi yakatokea ya maumivu, majina mengi yakatokea ya mateso. Katikati ya majeraha maneno mengi yakazungumzwa yanaendelea kuumiza na kuchubua jeraha. Naomba nirudie tena. Katikati ya majeraha inawezekana majina mengi yakatokea, majina mengi yakatokea, majina mengi yakatokea. Kwa mfano, Tanzania tulikuwa na jina moja ya kwamba ni kisiwa cha amani. Katikati ya majeraha tunazungumza nini juu ya Tanzania, na wanaotuzunguka wanazungumza nini juu ya Tanzania? Kwa sababu kati ya maeneo unayotaka kuchunga, unayotakiwa kuchunga sana, ni maeneo mawili. Unapokuwa na maumivu ndani, unazungumza nini? Na unapokuwa na furaha ndani, unazungumza nini? Maeneo mawili huwa yanaweza kuvuruga akili yako usijue cha kuzungumza. Ukiwa na maumivu sana, unaweza usiwe unajua unazungumza nini. Lakini ukiwa na furaha sana, wakati mwingine pia unaweza usijue unazungumza nini. Kwa hiyo tulioumizwa, tuliojeruhiwa, katikati ya mazingira kama haya, unaomba nini? Au unazungumza nini? Kwa sababu kama jeraha yako ya ndani haijaponywa, ni rahisi kuomba maombi ya malalamiko, ni rahisi kuomba maombi ya visasi, ni rahisi kuomba maombi ya kuwatakia mabaya wengine. Lakini maombi yetu yanayotakiwa kuombwa ni yapi? Watakieni mema wanaowaudhi, waombeeni mema adui zenu. Kwa nini? Kwa sababu katika kuomba namna hiyo, uponyaji pia unatokea ndani yako.
Kwa hiyo jeraha ya kwanza unayohitaji kujua namna ya kushughulika nayo ni jeraha yako ya ndani, na tunamwomba Mungu atuponye jeraha zetu za ndani. Tutajuaje tumepona? Tutabadilisha majina tuliyojipa. Lakini jambo la pili, tutabadilisha maneno tuliyotamka. Katikati ya maumivu tumeongea nini juu ya Tanzania? Katikati ya maumivu tumeongea nini juu ya ardhi yetu? Kuna anenaye pasipo kufikiri kama kuchoma kwa upanga, lakini ulimi wa mwenye haki ni afya. Kwa nitaka sana angalau kwenye siku hii tunapozungumza juu ya kupona jeraha, ni muhimu ukamuuliza mwenzako, una uhakika umepona au umekufa ganzi? Geukia jirani yako, muulize mwalimu anauliza, ni umepona au umekufa ganzi? Kuna tofauti ya kupona na kufa ganzi. Okay, husikii maumivu, sio kwa sababu hayapo, yapo, lakini husikii. Sasa namna hiyo huwezi kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye hili lazima tuzitumie rehema za Mungu kama kibebeo cha uhai mpya kwa ajili ya kizazi. Wale wenzangu wataniwekea hiyo agenda na tutaingia kwenye maombi. Tunahitaji kuomba rehema za Mungu. Ni agenda moja tu, rehema na neema za Mungu kama kibebeo cha uhai. Rehema na neema za Mungu ni kibebeo cha uhai wa vizazi. Kwa tunahitaji kuzitia rehema na neema za Mungu kama kibebeo cha uhai wa vizazi. Okay, kwa nitazungumza mambo machache and then tutaingia kwenye maombi. Nataka upate nafasi ya kuomba. Kwa sababu agenda yetu ni Mungu aingilie kati, arejeshe uponyaji katikati yetu na katikati ya hatua zetu. Kitabu cha Maombolezo mlango wa 3, Maombolezo 3 mstari wa 22 na 23. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Mazingira yote ya kuangamia yapo. Mazingira yote ya kuangamizwa yapo, ila huruma zake zimetuficha. Huruma zake zimetuhifadhi. Alafu angalia, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kati ya vitu ambavyo havikomi kwa sababu ya mazingira au kwa sababu ya matukio ni rehema za Mungu. Nipungie mkono kama umenisikia. Naomba nirudie tena. Kati ya vitu ambavyo havikomi kwa sababu ya mazingira au kwa sababu ya matukio ni rehema za Mungu. Ni rehema za Mungu. Alafu mwandishi anatuambia ni mpya kila siku asubuhi. Ni mpya kila siku asubuhi. Alafu uaminifu wako ni mkuu. Kwa hiyo tunachotafuta katikati ya maangamizo, rehema na neema za Mungu zibebe uhai utakaotutunza na kutuponya na kutuhifadhi. Rehema na neema za Mungu zibebe uhai utakaotutunza na kutuhifadhi. Baada ya prayer ni maombi yetu. Kwa nini? Kwa sababu rehema na neema ya Mungu vinaondoa mauti na uharibifu inayoondoa watu na vitu ambayo ipo langoni. Rehema na neema za Mungu vinaondoa mauti na uharibifu inayoondoa watu na vitu malangoni. Le neno kuwepo inawezekana limekuwepo kwa makosa, lakini rehema na neema za Mungu zinashughulika na mauti na uharibifu inayoondoa watu au vitu kwenye malango. Kwa hiyo rehema na neema zikiachiliwa kwenye malango, zitakuwa na kazi ya kushughulikia mauti na uharibifu ambavyo vinabisha hodi kwenye malango ili kushughulika na watu na vitu. Nitakupa assignment kidogo alafu tutaingia kwenye maombi. Wenzangu watanieke, angalia namba ya watu
waliokuwa bora. Ndugu ataniwekea hizo agenda ili angalau upate nafasi ya kuomba, kama unaweza kaziona kwa haraka. Nitaka tuangalie agenda ambazo zitatusaidia. Angalia namba ya watu waliokuwa bora kwenye familia, kwenye jamii. Angalia namba ya watu waliokuwa bora kwenye familia, naweza ukaongeza kwenye jamii, naweza ukaongeza kwenye taifa, walivyopoteza uelekeo na sasa hatujui na hatuoni hatima zao. Angalia namba ya watu ambao tulikuwa tunaona ya kwamba walikuwa bora, kuna kitu wamebeba, kuna kitu kipo ndani yao, lakini kwa sababu ya mauti na uharibifu kupata nafasi, vikaachiliwa. Ghafla wamepoteza uelekeo, na saa hii tunapozungumza hatujui na hatuoni hatima zao. Manake nini? Tusipopata watu wa kusema rudisha, tusipopata watu wa kusema okoa, mauti inapokuja kwenye lango, uharibifu unapokuja kwenye lango, unashughulikia wale ambao wamebeba hatima, wamebeba kitu cha Mungu cha sasa na cha kesho cha malango. Tunapoona taifa linapita kwenye mazingira magumu, kuna watu ambao mauti na uharibifu inalenga kuwashughulikia kwa sababu ya walichobeba kwa ajili yao na kwa ajili ya wengine. Ni nani anayesimama malangoni na kusema Mungu, hatutaangamia kwa sababu rehema zako ni mpya kila siku asubuhi? Ni nani anayesimama malangoni na kusema Bwana, tuponye jeraha zetu, turudishie afya, mponye huyu jeraha zake, mrudishie afya, ili tuone tena ubora na kitu alichobeba? Nani anayesimama malangoni? Kwa sababu mauti na uharibifu havina nguvu isipokuwa wale ambao wamepewa neema ya kusimama malangoni wanaponyamaza. Kwa hiyo kunyamaza kwa wenye haki wanaotakiwa kumuita Mungu, kunyamaza kwa wenye haki wanaotakiwa kumtafuta Mungu, ni mlango wa uharibifu na mauti. Umewahi kuomba? Umewahi kuona umuhimu wa kuita hizo rehema? Kwa checking, unaweza ukaanzia kwenye ngazi ya familia yako, kuangalia wale watu waliokuwa bora ambao wamekutana na vita na wana maumivu ndani, wana majeraha ndani. Ukiongea naye anaweza akakuonyesha jinsi ambavyo amefanya bidii kwenye vitu vingi, amepambana, lakini ameingia mahali ambapo hajui anatokaje. Lakini katika mazingira tuliyopitia, angalia namba ya watu ambao nafsi zao zimeinama, akili zao zimekata tamaa, nafsi zimejeruhika. Huoni wakiwa tayari kwenda tena hatua nyingine, huoni wakiwa tayari kuzalisha mawazo mengine, huoni. Kwa sababu jeraha zinashughulika na fikra za watu na kuachilia udumavu kwenye hizo fikra. Jeraha zinashughulika na fikra za watu na kuachilia udumavu, kudumaa kwa fikra. Mtu yoyote aliyejeruhika ndani hawezi kufikiri kwa kiwango ambacho Mungu anataka afikiri. Hawezi. Mtu yoyote mwenye maumivu ndani, kuna namna ambavyo kiwango chake cha kufikiri kinanyamazishwa. Kwa nini? Kwa sababu jeraha ina tabia ya kuondoa ile thamani, ina tabia ya kuondoa ule ubora, ina tabia ya kuondoa kujipenda, ina tabia ya kuondoa kujitunza, ina tabia ya kuondoa kujipa nafasi na kujipa kipaumbele. Kwa hiyo jeraha ikija kwenye aina ya kizazi, ghafla hicho kizazi hakitajipenda tena, hakitajipa umuhimu tena, hakitajipa thamani tena, kitaona kufa ni kitu cha kawaida.
wala usimkasirikie. Kuna namna na maumivu huku ndani, hajui anaponaje. Na kwa sababu hatujapata muda wa kutafutana na Mungu sawa sawa, ili Mungu aingilie kati. Nisikilize, hakuna maneno yanayoweza kuponya hizo jeraha, ila Mungu aingilie kati peke yake kwa rehema na huruma zake, agange mioyo ya watoto wake. Hakuna maneno, hakuna maneno. Nataka nikuambie kwenye hii madhabahu, hakuna neno la mtu yoyote ambalo linaweza kuleta uponyaji kwenye kizazi. Hakuna neno la mtu yoyote, ila Mungu mwenyewe kwa rehema zake aingilie kati tena, akirehemu kizazi, aponye jeraha zao, ili fikra zao ziachiliwe, waone wanaweza kwenda hatua nyingine tena. Kwa sababu msaada wetu upo katika Bwana, sio katikati ya mwanadamu. Amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Kwa hiyo kama hatutajua namna ya kuachilia maombi ya kutafuta rehema, manake jeraha za kizazi huwa zinaendelea. Na kati ya vitu vya hatari sana duniani, usikutane na mtu ambaye ana majeraha na amefika kiwango cha kujikatia tamaa na kuchukia maisha. Huyo ndio mtu hatari zaidi, kwa sababu akili yake inamuonyesha hana cha kupoteza tena. Okay, unaombaje? Unaombaje? Ndio maana nikakuonyesha kile kipengele. Ni muhimu sana kuita rehema zije juu ya kizazi. Mwambie Mungu, watoto wangu wafunikwe na rehema zako, wasifike mahali pa kujichukia, wasifike mahali pa kujikatia tamaa, wasifike mahali pa kuona maisha yao hayana thamani tena. Kwa nini? Lazima wafahamu fadhili za Mungu hazibadiliki. Ni zile jana, ni zile leo, ni zile kesho. Wafike mahali pa kuona bado neema ya Mungu ipo juu yao, na ikiwa juu yao wanaweza kustawi mahali popote. Kwa hiyo unahitaji kuombea uzao wako, unahitaji kuombea kizazi kinachopitia haya. Rehema za Mungu ziponye jeraha zao. Jambo la mwisho, angalia aina ya vita. Angalia aina ya vita wanayokutana nayo kama kizazi tangu kuzaliwa. Angalia aina ya vita, kwa sababu kama adui anataka kujeruhi kizazi, anahakikisha ananyanyua vita ambayo inatembea nao msimu kwa msimu tangu anazaliwa. Anazaliwa inayoacha maumivu na makovu kwenye maisha yao, na wamepoteza neema iliyokuwa kubwa ndani yao. Kwa hiyo kuna vita wamekutana nayo ambayo imeacha makovu, imeacha majeraha. Wengine wamekutana na vita kwenye familia walizotokea. Anaona kabisa kuna mtu angeweza akanipa mkono wa shirika, lakini kilichotokea, kuna ukuta na kiambaza kimewekwa kati yake na huyo mtu aliyetakiwa kumpa mkono wa shirika kwenye familia yake. Na kibaya kinachoumiza, amemwona mtu huyo aliyemwacha yeye akiwapa watu baki mkono wa shirika, na wakivuka na wakienda. Fikiri mtu aliyekuwa kwenye hayo maumivu ya namna hiyo. Na bahati mbaya sana, moja ya kitu ambacho adui amefanya kwa wazi sana ni kuhakikisha watu hawaumii mtaani kwanza, wanaumia nyumbani.
Mtaa unakuja kuendeleza, kukuza lile jeraha. Kwa sababu Biblia inasemaje? Jeraha unazotiwa na watu wako wa karibu ni kubwa na haziponyeki. Jeraha unazotiwa nyumbani kwako ni kubwa na haziponyeki. Okay. Ukiumizwa na watu wa nje utakimbilia nyumbani. Unapoumizwa nyumbani unakimbilia wapi? Kwa hiyo moja ya maumivu yaliyoanza hayakuanzia mtaani, yameanzia kwenye familia zetu. Tumenyanyua kizazi ambacho kimeumizwa kutokea pale nyumbani, pale nyumbani, pale nyumbani, pale nyumbani, pale nyumbani, pale nyumbani. Kuna mtoto mmoja ambaye anajua mimi sijaliwi kabisa, napuuziwa kila kitu. Mwingine akiongea yeye ndo anasikilizwa, mimi hata nikiongea sisikilizwi. Huyu anapewa nafasi, mimi sipewi nafasi. Nikihitaji kuongea kitu nahitaji nguvu kubwa sana. Na tumemlea kwenye hayo maumivu tangu pale nyumbani. Anapokuja mtaani ni mhanga wa maumivu tayari. Mtaa unachokuja kufanya unaongeza jeraha. Angalia watu ambao wana shida kwenye ofisi, wanaosema nimejeruhika ofisini. No, si kweli. Wengi wameanza kujeruhikia nyumbani. Kwa hiyo tunapokuja ofisini tunatonesha lile jeraha. Hebu naomba tupungiane mikono. Na kwa sababu hakujua namna ya kutibu, alikufa ganzi. Kwa hiyo akaja na ganzi ofisini. Kwa alipokanyaga ofisini akakuta na mwenzake aliyejeruhiwa ambaye naye ametoka nyumbani. Kwa hiyo tuna ofisi zilizojaa majeruhi. Hebu naomba tupungiane mikono. Kwa kila mtu anafanya kazi, anatafuta mahali pa kulipizia hasira. Ndio maana kwenye ofisi zetu, kwenye taasisi, kwenye biashara, unaongea na mtu kitu cha kawaida, anavyolipuka mpaka wewe mwenyewe unajiuliza ni nini? Mbona hichi kilikuwa tu cha kawaida? Kwa nini amejibu namna hiyo? No, ana uchungu wa kutosha. Alikuwa anatafuta mahali pa kupumulia, na wewe umejichanganya. Tupungiane mikono. Hujawahi kusikia mtu mtana sana na hasira anatafuta mahali pa kumalizia? Hebu tupungiane mikono. Kwa sababu ana jeraha ambazo hazijatibiwa. Ndicho kinachotutesa. Cheki hata kwenye ndoa zetu. Huyu anatoka na majeraha ya nyumbani kwao na huyu anatoka majeraha ya nyumbani kwao, alafu ndo tunaoana. Tukifika huko kwenye ndoa, kila mtu anatafuta mahali pa kupumulia hasira zake. Katafute ugomvi wa wanandoa. Wale ambao mnafanya counseling za ndoa, tafutaga kama unaonaga. Wanaweza akakueleza tangu asubuhi mpaka jioni, unatafuta walichogombana uoni. Lakini kila mmoja ana maumivu, kila mmoja ana hasira, kila mmoja anaongea kia mbinguni duniani. Hataki kushuka, hataki kukaa chini. Kila mmoja anataka kuona yeye ndio yuko sahihi. Hajaanzia haya maumivu hapo, ameanzia maumivu nyumbani kwao. Mwingine ameona mama yake akiteseka kwenye ndoa, ana maumivu ya mama yake, hakuwa na kitu cha kufanya. Kwa alipoingia kwenye ndoa aliingia na gia ya kujihami, asije akapitia njia ile ambayo mama amepitia. Kwa hiyo nafsi yake inatafuta kujilinda muda wote, inatafuta kujilinda muda wote. Kitu cha kusema samahani hata sema, kwa sababu anajua nikisema tu samahani nimeingia kwenye mtego wa maumivu. Kwa hiyo atajilinda, hata kama kosa ni la kwake atatafuta shortcut, yaishe basi, yaishe basi, yaishe basi, yaishe. Lakini nini kimetokea? Hajaja akiwa mzima. Hebu naomba tupungiane mkono. Tazama jirani yako, muulize una uhakika umepona? Muulize na mwingine tena, una uhakika wewe ni mzima umepona? Muulize una uhakika huna jeraha? Au umehifadhi uchungu mpaka umeexpire, umeinuka tena mwingine? Kwa natamani tupate nafasi ya kuomba kwa dakika chache.
tuombee jeraha za kizazi. Mungu aingilie kati akiponye kizazi. Usifikiri ni kitu chepesi. Kuna mambo unahitaji kuyaangalia unapozungumza juu ya kuombea jeraha za kizazi. Angalia bidii yao chuoni, alafu angalia mtaani. Wanaporudi kutoka chuoni, anaenda anapata nafasi ya kusoma la kwanza mpaka la 7, unamuuliza ndoto zako ni nini? Anakuambia nataka kuwa engineer, nataka kuwa engineer. Na bahati mbaya tuliosoma, akili yako inakuambia nikimaliza tu chuo maisha yanaanzia hapo. Hebu tupungiane mikono, hapo tulikuwa tunaamini ukimaliza chuo ukiwa na degree moja maisha yanaanzia hapo. Na ukizungumza na wenzako unawaambia nataka nimalize chuo, alafu nitaajiriwa na mshahara unawekea kabisa, nitalipwa 2,000,000, alafu nitakuwa na hifadhi, nitaweka kwenye akiba angalau 700,000 kila mwezi, alafu unazidisha unasema nitapata na marupurupu, nitapata na kazi za nje, nitapata. Unaona kabisa ambavyo ndani ya miaka 2 una kiwanja, atupungiana mikono, ndani ya miaka 3 umejenga nyumba. Unaangalia na sitting room yako kwenye maono yako wakati upo chuoni mwaka wa kwanza, unaona sitting room, unasema TV nitakayoweka itakuwa kubwa sana, alafu nitaweka sofa. Kuna sofa ulizikuta mahali ukazienjoy za kufetuka, unasema nitakuwa naweka sofa yangu, sofa ya kwangu itakuwa inakaa hapa, nitakuwa nafetuka nayo asubuhi, nitafetuka nayo jioni. Alafu unaangalia unasema na parking ya magari, nitanunua aina fulani ya gari, nitapaki hapa, nitakuwa naweka mafuta kwenye sheli. Ukipita unaona na vituo vya mafuta, unaanza kujiwekea malengo. Mafuta nitakuwa naweka kwenye kituo hichi. Unaanza kuangalia na shule, unasema nitasomesha watoto wangu kwenye shule fulani. Unatafuta kujua. Alafu umemaliza degree, umerudi mtaani, agenda yako ilikuwa angalau 2,000,000 ndio wanilipe. Unakuja kugundua hata mahali pa kujitolea hapapo. Umezunguka na vile vyeti, Mungu amekusaidia, una GPA nzuri, umepita kila ofisi. Unafikiri kwenye CV uliandika mshahara at least 2,000,000, unaona ni kubwa sana, angalau basi niweke hata 1,000,000. Kwenye CV unabadilisha, unasema no, msinilipe 2,000,000, nilipeni 1,000,000. Unazunguka na milioni yako moja, unasema tutakuita. Kila mahali unapopita unapata wazo, unasema wenzako wanakuambia anza na kujitolea, ukipata uzoefu utavuka, anza na kujitolea. Kwa hiyo unapata wazo, sasa angalau nijitolee miaka 2 kwanza. Unatafuta mahali pa kujitolea. Alafu angalia tumaini la familia yako. Walikusomesha kwa nguvu zote, waliuza mbuzi, waliuza kuku, waliuza mayai, wakiamini wanawekeza. Ukimaliza tu unaanza kulipa mkopo wa familia. Alafu ghafla umerudi, una vyeti vizuri. Alafu ghafla wewe ni mtegemezi kwa wale ambao walikuwa wanakutegemea. Pungia mkono kama unanisikia. Jeraha lake la ndani. Unakiona kizazi cha namna hiyo, unawaona kijiweni, ana degree yake, alafu amepambana, amepata mkopo wa bodaboda, ndio yuko nayo. Ndoto zake hazikuwa hizo, akili yake haikuwa ikumfikirisha hivyo. Anafikiri aanze kukusanya 1,000 mpaka afikie yale maono aliyokuwa nayo. Umewahi kufikiri huyu mtu huko ndani nafsi yake imejeruhika kiasi gani? Hakuna neno linaweza kuponya kizazi isipokuwa kutoka kwa Mungu alipo, kwa sababu jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kuna maswali ambayo kizazi kinacho, ambayo hayana majibu ya kisiasa, hayana majibu ya mtu binafsi. Ni Mungu mwenyewe aingilie kati, aachilie majibu ili nafsi za kizazi ziponywe. Na ndio maana tuko hapa tunaomba Mungu ingilia kati, achilia majibu. Wangapi wamenielewa? Wangapi angalau wamenielewa?
Wangapi angalau wamenielewa? You need to pray. Unahitaji kuomba. Hii sio agenda ambayo unaweza ukaielezea. Lakini uwahi kufikiri kizazi kikiwa kimejirika namna hiyo kinawaza nini? Hakina hamna maisha, hakijipendi tena, hakijitunzi tena. Tunazungumza na mtu mmoja amezunguka na vyeti mpaka viatu vimechakaa. Alikuwa smart mwanzoni, ila aliporudi mtaani, jua la Dar es Salaam. Na unajua ni bahati mbaya, jua la Dar es Salaam linakufahamu ukiwa huna fedha. Hebu tupungiane mkono. Unaweza ukafikiri linakuakia wewe tu, ni kama limetumwa kwako. Hebu tupungie. Mpaka unajiuliza mbona halitafuti hata mahali ulifikiri pana kivuli, unaenda hapo umeona kivuli, unashangaa linakufuata hapo hapo. Kivuli kinaondoka, kinakukimbia na chenyewe. Inafika mahali huwezi kupasi tena. Unapulizia perfume ipi? Kwa sababu ukipulizia perfume asubuhi saa 1, saa 2 imeisha, husikii harufu yake tena. Okay. Kuna nyakati Israeli waliwahi kupita kwenye vipindi vya namna hiyo. Walifanyaje? Walirudi kwa Mungu, wakamtafuta Mungu, akawapa jibu la namna ya kutoka, ili kizazi kisipotee. Kwa sababu kama hatuna majibu, majeraha yanaongezeka. Sasa fikiri watu wa aina hii wanaoana, huyu ambaye ana maumivu ya namna hii na huyu ambaye ana maumivu ya namna hii, wote wamesoma chuo, wote wameona maisha yamekwama, wote hawana njia, ndio wanakuja kufunga ndoa. Fikiri wanarudi nyumbani, akili zao zinawaza nini? Kwa tunahitaji kumwomba Mungu rehema zake ambazo ni mpya kila siku asubuhi ziwe kwetu. Ninaomba usimame. Wenzangu watanisaidia, tupata nafasi ya kuomba. Omba Mungu aponye jeraha za kizazi. Omba Mungu aponye jeraha. Mungu atupe jibu la namna ya kizazi kuvuka hapa. Mungu atupe jibu la namna ya kizazi kupenya jeraha zao, ziponywe, ili akili zao zifunguke, waone fursa zilizopo na namna ya kuzitumia. Praise, kama mnaweza kuja, sijui kama mpo wote, lakini John ni tabibu wa karibu. Nitaomba dakika chache, viongozi wa vijana pia watanisaidia kwenye maombi haya. Nataka upate nafasi ya kuomba. Omba Mungu aponye jeraha za kizazi. Omba Mungu aponye jeraha za kizazi. Ombea wale ambao pia wamepata dhoruba kwenye mazingira haya, Mungu awaponye. Wengine wapo hospitalini, wengine wapo nyumbani, lakini omba uponyaji wa Mungu. Uponyaji wa kwanza, kumbuka tumesema ni uponyaji wa ndani, mioyo ya watu iponywe. Uponyaji wa pili ni ule uponyaji wa nje. Uponyaji wa nje ukianza, wa ndani usipoanza hauna matokeo. Kwa uponyaji wa kwanza ni uponyaji wa ndani. Nitakurudishia afya na kuziponya jeraha zako. Wala wenzetu watuweke ule mstari wa Yeremia mlango wa 30 mstari wa 17, utabaki hapo. Angalau ndio agenda yetu ya msingi ya kusimama kwenye maombi. Inua mikono yako, funika macho yako, wenzetu watusaidie. Ni tabibu wa karibu. Wa karibu. Yes. Yes. Ni dawa. Ni dawa. Come on brother. Wa karibu. Tabibu. Za daima. Ni dawa.
Ongeza sauti yako na kiwango chako. Tabibu ajabu, yes Lord. Zadaima Malai Zayesh Heke limetukuka, limetukuka. Ongeza tena kiwango chako cha imani. Ongeza tena sauti yako. Imeni malaika. Za Yesu Bwana. Ndio Bwana, ndio Bwana. Limetukuka, limetukuka. Kuwa hai, wala hatutuma ila yeye, kumzisha. Mwambie tena kaka, hatufai. Kuwa hai ndio Bwana, wala hatutuma ila yeye. Yeye kweli ndiye, kweli ndiye. Akamwambia tena hatufai. Kuwa hai